Asifiwe mtazamaji wa New Agape TV. Karibu katika kipindi chetu kizuri cha siku ya leo, kipindi cha kujifunza neno la Mungu. Na leo tutaenda kujifunza hadithi ya mwanafunzi mmoja ambayo inapatikana katika kitabu cha Matendo sura ya 9 mstari wa 36 hadi wa 44. Hiyo hadithi inasema kuna mwanafunzi mmoja alikuwa akiishi katika mji wa Yafa. Huyo mwanafunzi alikuwa kazi yake alikuwa anashona nguo, lakini katika kazi yake alikuwa anatenda matendo mema mbele za Mungu. Lakini achana na kutenda matendo mema, alikuwa akitoa sadaka mbele za Mungu. Lakini Biblia inatuambia kuna siku moja ilifika, yule mwanafunzi aliumwa sana, akaugua sana. Alipougua akafa. Sasa kwa sababu yule mwanamke alikuwa amejiwekeza kwa watu wenye shida za aina mbalimbali, alikuwa anapofanya hiyo kazi yake alikuwa na tabia kuwasaidia wajane, anawapatia mavazi, anawasaidia watu wenye shida za aina mbalimbali. Sasa alipougua akafa, wale wajane wakasikia habari za mtumishi wa Mungu Petro akiwa anahubiri katika mji wa Lida, na huo mji wa Lida ulikuwa jirani na Yafa. Wale wajane wakaenda wakilia machozi, wanamlilia Petro, wakamwambia habari za huyo mwanafunzi ambaye alikuwa anaitwa Dorcas, kwenye mabano Tabitha, yaani maana yake ni paa. Sasa Petro aliposikia habari za huyo mtumishi wa Mungu na wale wamama walikuwa wakilia kwa uchungu sana, Petro akajiuliza, kwa nini hawa watu wanalia kwa uchungu? Huyu mwanafunzi aliyekufa aliyokuwa anawasaidia kitu gani? Au ana mchango mkubwa wa namna gani kwenye maisha yao? Petro akatoka katika mji wa Lida akaenda mpaka mji wa Yafa ambako alikufa huyo mwanafunzi. Alipofika pale yule mwanafunzi walikuwa wamemuandaa kwa ajili ya kumzika na wamemweka orofani. Orofani ni kama gorofani, yani wamemuandaa tayari kwa ajili ya kumzika. Petro akawaambia wale waliomuandaa, mleteni huyo mwanafunzi. Walivyomleta yule mwanamke, Petro akamuombea na akapona. Ni kwa nini yule mwanamke alipata ufufuo kwa mara nyingine? Ni kwa sababu ya machozi ya wale wajane. Na kwa nini wale wajane walilia machozi? Ni kwa sababu ya yale matendo mema ambayo aliyawekeza kwa wale wamama. Alipokuwa akifanya kazi yake, alikuwa na tabia ya kuwasaidia bila kuwatoza chochote. Kwa hiyo shauri mtazamaji wangu, ninakushauri mama, ninakushauri kaka, ninakushauri dada, ninakushauri kijana, kama Mungu amekupa neema ya kufanya kazi ya aina yoyote, inakubidi uwe na tabia ya kuwekeza. Unajua kwenye hii dunia tuliopo kuna watu wengi wenye matatizo ya aina mbalimbali. Hivyo ninakushauri leo uwe na tabia ya kuwekeza matendo mema. Ukiona mtu ana tatizo la aina yoyote, kijana mwenzangu, msaidie yule mtu na usimtoze hela. Ukiona mtu ana shida ya aina yoyote, labda